Washirika muhimu wa Marekani katika ukanda wa Ghuba wakiongozwa na Saudi Arabia na Falme za Kiarabu wanamtaka Rais Donald Trump kuendelea na operesheni za kijeshi dhidi ya Iran, wakidai kuwa Tehran bado haijadhoofishwa vya kutosha baada ya kampeni ya mabomu ya mwezi mmoja inayoongozwa na Marekani. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, Ghuba na Israel walionukuliwa na shirika la habari la Associated Press, baadhi ya serikali za kikanda sasa zinaona mgogoro huo kama fursa ya kihistoria ya kudhoofisha kabisa uongozi wa Iran. Msimamo huu unakuja baada ya awali baadhi yao kuonesha wasiwasi kuwa vita vinaweza kuyumbisha eneo hilo. Maafisa kutoka Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Kuwait na Bahrain wameripotiwa kuiambia Washington katika mazungumzo ya faragha kuwa hawataki operesheni hiyo imalizike hadi kuwe na mabadiliko makubwa katika uongozi wa Iran au mabadiliko ya wazi katika sera za Tehran. Shinikizo hilo linakuja wakati Trump akikabiliwa kati ya kuonesha matumaini ya makubaliano na kutishia kuongeza vita iwapo hakutakuwa na suluhu. Rais huyo pia anakabiliwa na changamoto ya kupata uungwaji mkono wa ndani kwa vita vilivyosababisha vifo vya maelfu ya watu na kuyumbisha uchumi wa dunia. Miongoni mwa nchi za Ghuba, Falme za Kiarabu zimeripotiwa kuchukua msimamo mkali zaidi kwa kusukuma kuongezwa kwa shinikizo la kijeshi na hata kuunga mkono uwezekano wa uvamizi wa ardhini. Kuwait na Bahrain pia zinaripotiwa kuunga mkono hatua hiyo. UAE imekumbwa na mashambulizi mengi ya makombora na drone kutoka Iran, hali inayoongeza msukumo wa kutaka Tehran idhoofishwe zaidi. Hata hivyo, si nchi zote za eneo hilo zinakubaliana. Oman na Qatar, ambazo zimekuwa zikicheza nafasi ya upatanishi kati ya Iran na nchi za Magharibi, zinaonekana kuunga mkono suluhisho la kidiplomasia. Saudi Arabia imeeleza kuwa kumaliza vita mapema hakutazalisha makubaliano imara ya usalama kwa majirani wa Kiarabu wa Iran. Kwa mujibu wa maafisa wa Saudi, suluhu ya mwisho inapaswa kudhibiti mpango wa nyuklia wa Iran, kuondoa uwezo wake wa makombora ya ballistic, kusitisha uungwaji mkono kwa makundi ya washirika na kuhakikisha Tehran haiwezi tena kufunga mlango Hormuz katika siku zijazo.